Utawala wa Trump unajiandaa kuwatoza faini wahamiaji wanaokaa nchini Marekani kinyume cha sheria ikiwa watashindwa kuondoka nchini humo, mpango unaotokana na sheria ya uhamiaji ambao haikutumika mara nyingi sana. Ni sheria ya mwaka 1996 ambayo ilitelekezwa kwa mara ya kwanza mnamo 2018 wakati wa muhula wa kwanza wa Rais Donald Trump. Wakati wa muhula wake wa kwanza, Trump alitumia sheria ya mwaka 1996 kutoza faini kubwa hadi mamia maelfu ya dola kwa wahamiaji ambao waliishi makanisani, ingawa faini hizo ziliondolewa adhabu ndogo za takriban dola 60,000 baadaye ziliwekwa kwa angalau wahamiaji 4, japo rais wa zamani wa Marekani Joe Biden alimaliza faini hizo na sera zinazohusiana baada ya kuchukua madaraka mnamo mwaka 2021. Hivi sasa wahamiaji wanaweza kukabiliwa na faini ya hadi dola 998 sawa na zaidi ya shilingi milioni 2 za Kitanzania kwa kila siku wanavyoendelea kusalia nchini Marekani, lakini pia serikali inaweza kuwanyang'anya na kuwataifisha mali zao ikiwa watashindwa kulipa kiasi hicho cha fedha. Faini hizo pia zinaweza kutumika kwa karibu watu milioni 1.4 ambao tayari wamepokea maagizo ya mwisho ya kufukuzwa kutoka kwa majaji wa uhamiaji. Barua pepe zinaonyesha kwamba ikulu ya Marekani imekuwa ikishinikiza forodha na ulinzi wa mipaka, yani CPB, kudhibiti faini, kunaswa kwa mali na kushughulikia mauzo yote kutoka kwa mali iliyochukuliwa. Utawala wa Trump unapanga kutumia adhabu hizo kwa muda wa hadi miaka 5 ambayo inaweza kusababisha faini ya zaidi ya dola milioni 1, afisa mkuu wa Trump alisema, akiomba kutotajwa jina. Mawakili wa uhamiaji pia wameibua wasiwasi kuhusu athari za faini hizo kwa familia. FWD, kundi linalounga mkono mageuzi ya uhamiaji, linakadiria kuwa takriban wahamiaji milioni 10 wasio na hati wanaishi katika kaya zenye hali mchanganyiko, kumaanisha wanaishi na raia wa Marekani au wakazi halali. Nyingi za familia hizo zinaweza kuathirika ikiwa mali zitachukuliwa. Hivi karibuni Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza na kuionyesha rasmi kadi ya Gold Card au Trump Card yenye sura ya Trump ambayo itagharimu $5 milioni 5, yaani bilioni 13.375 za Kitanzania, ambapo mtu atakayenunua atapata fursa ya kuwa na makazi ya kudumu nchini Marekani kama ilivyo kwa watu wenye green card. Mpango wa kuanzishwa kwa kadi hizo ulitangazwa kwa mara ya kwanza na utawala wa Trump mwezi Februari mwaka huu, ambapo Trump amesema ndani ya wiki 2 kutoka sasa kadi hizo zitaanza kuuzwa, zikiwalenga zaidi raia wa kigeni wenye uwezo mkubwa wa kiuchumi, ambapo Trump analenga kuongeza kipato kwa taifa la Marekani kupitia kadi hizo, na tayari Trump amesema kadi ya kwanza ameinunua yeye mwenyewe. Miongoni mwa faida za kadi hizo ni kupata haki ya makazi ya kudumu nchini Marekani, kupata uwezekano rahisi zaidi wa kupata uraia wa Marekani. Itazisaidia kampuni za Marekani kuwaingiza wafanyakazi wenye uwezo mkubwa wa kazi nchini humo ili wasaidie kuongeza uchumi, pia na njia rahisi zaidi kulinganisha na mfumo wa kupata green card ambazo mchakato wake una vipengele vingi na hata wengine kutapeliwa wakati wakipambania uraia Marekani. Mimi ni Ino TZA.